madeni Sheikh, na ukosefu wa dini unaweza ukasababisha ukawa na mashaka na madeni na kadhalika. Kwa haraka haraka tukaona kinachosababisha madeni ni kipi, lakini hasara za kuwa mtu mdaiwa tukadadavua hasara 10 za mtu kudaiwa. Ya kwanza, ukidaiwa automatically heshima yako itashuka, waweza ukaja ukakunjwa hata na mtoto mdogo. Kwa hiyo hasara ya kwanza kifupi ya deni ni heshima yako kushuka. Hasara ya pili ya deni, utaongeza idadi ya maadui. So wenye vyao watakuja kukudai kwa nguvu. Utasema Othman Michael ndio yule ananidai hivi mpaka ananitia polisi. Sasa pia inapendeza wale marafiki zako waliokuwa closed nao ikibidi usiwakope, kwa sababu utafanya kuwa maadui. Lakini hasara ya tatu ya deni, freedom yako, uhuru wako utapungua. Kuna maeneo hutoenda. Utasikia Ijumaa, pale kwa Busatu bwana, kwa Othman Michael mazinga yanakuja, twendeze. Sabasi pale anamdai shekhe pale. Akijaje? Ukitaka kurushiwa hela Tigo Pesa, usitume, umonadaiwa shekhe. Usitume kabisa. Ukituma tu ishaka. Kwa hiyo jambo la tatu, ukiwa na madeni, uhuru wako utapungua. Lakini jambo la 4, utaishi kwa aibu shekhe. Utamwaibisha mkeo ukiwa unadaiwa, utaibisha watoto wako, sawa, utakuwa unaharasiwa kila saa, deni. Lakini jambo la 4, la 5 sio? Jambo la 5, siku zote watu wanatembea kwenda mbele, lakini mtu mwenye madeni anatembea kurudi nyuma. Huwezi kutoboa na huwezi kufanikiwa ukiwa na madeni, kwa sababu ukiwa na madeni hata yale maendeleo madogo utayamaliza shauri ya madeni. Utaanza kuuza redio, utauza TV, umenunua milioni 1 utaiuza 200,000. Ulikuwa unaonekana na gari, utauza gari, utauza nyumba, na ukishauza nyumba ndio ushakwisha. Alipanda ghafla kashuka, vipi? Madeni. Senta zitafungwa shauri ya madeni. Lakini pia jambo la 6, ukiwa na madeni, fatwa kama hizi hazitoa Sheikh Sabasi, uchambuzi wa Sheikh Mazinge na Sheikh hapa, zinahitaji fikra iliyosalimika. Wanasema pia nguvu yako ya kufikiri itaisha ukiwa una madeni mengi. Mistari ya Biblia kila ukiita itakimbia kwa sababu ya madeni. Mpaka hisia ndani utapoteza. Ukiishi na mkeo itakuwa kama mtu na dada yake. Lakini kuna dawa hapa nitakuonesha inshallah kifupi. Utakaa sawa. Lakini kitu cha 7, ukiwa mtumwa wa madeni, utasababisha familia yako itakosa furaha. Hawezi kuwa na amani. Umekuja kudaiwa, umekuja kukamatwa, utakuta muda wote nyumbani hakuna furaha kabisa. Ni mengi. Lakini pia ukiwa mtu wa madeni utakuwa huaminiki tena. Na ukiwa huaminiwi ndio basi tena. Watu wakipotezea imani, mtihani mkubwa. Lakini pia ukiwa na madeni, sehemu ya imani yako itaathirika. Sasa utakuwa muongo. Ukipigiwa simu, shekhe uko wapi? Niko Zanzibar, kumbe uko hapa Dar. Na nyingine ukipigiwa hushiki, anakubadilishia namba. Huyu nani huyu? Kwanza una wasiwasi. Unapokea kwanza. Michael loud speaker. Niambie. Halo. Othman Michael. Unasema? Ongeza sauti. Afu unaje, sijui hii simu mbovu hii. Mpiga baadaye. Na unamsikia vizuri. Utaitwa tapeli. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha dua za kuepuka madeni, sizisemi kwa sababu kuna deni la Allah la sala linakuja sasa hivi. Lakini pia kinachosababisha madeni, matakwa kuwa mengi kuliko mahitaji. Tusio watu wa matakwa. Ukiwa mtu wa matakwa, wallahi utataka kila kitu. Niko na watoto ndani ya gari tunatembea. Bado utamsikia mtoto, baba, mpira ule, nunulie mpira. Haya matakwa, ambia, sawa, takununulia babangu. Mnaenda, baba angalia ndege. Haya yote matakwa, takununulia.
Lakini baba, maji, haya mahitaji haya. Bwana, lete maji mpe anywe huyu mtoto. Sasa wewe uwezo wako Sheikh ni kisasadu cha 20,000, una simu ya milioni, ufiki mbali. Kwa mwezi unapata 100,000, alafu wewe matumizi yako 600,000, uwezi ukafika mbali. Lazima utakuwa na madeni, utakopa hapa na pale. Kwa hiyo tukubaliane na maisha tuliokuwa nayo, si dhambi maisha ya chini. Inshallah taala ni anwani ambayo tumeitoa leo katika mhadhara wa kule. La mwisho Waislamu, la mwisho itabidi lilitaje kama amana ya kiilmu, lazima niliseme. Kuna mnyama anaitwa kondoo. Huyu kondoo ana siri nyingi sana, na leo nasema wazi wazi, tuseme hili inshallah. Inshallah. Yule kondoo yule, unachukua ule mkia wake. Ukishauchukua ule mkia, utanishukuru sana, unaupika mpaka unatoa mafuta. Ukishatoa mafuta, katikati unakamfupa. Kale kamfupa unakakaanga, afu unakatwanga kana kuaunga. Alafu unachukua na zile kwato zile. Zile kwato zile unazipika mpaka zinatoa mafuta. Alafu unachanganya na kale kamfupa kote kale. Unapata mafuta kama haya ya hurufu mbahamu. Haya mafuta ukiyapata haya, kwanza ni tiba ya mambo mengi. Kama utakunywa vidonda vya tumbo vishaacha. Lakini jambo la pili, fangasi yoyote ya sehemu ya siri isosikia dawa, hii ni tiba yake. Ila kubwa zaidi, jambo la kwanza, mwanaume akipaka katika kiungo chake cha uzazi, cha kwanza atapata hisia kali ambayo itamsumbua. Cha pili, atachelewa mpaka lisali zima kabisa. Yaani hii ni tiba ya kweli kabisa. Na kama tutampa mtu yoyote hapa katika Busatu, wallahi wiki ijayo analeta mrejesho mzuri kweli kweli. Na haya mafuta, huu mfumo haujagunduliwa nje, ni hapa hapa ndani Tanzania. Ndio maana Sheikh Shafi kasema si tunaweza, na tunaweza kweli kweli. Mashaallah. Na tunaweza kweli kweli. Asante. Huwa siku zote nikitoa tiba naeleza pia vile inavyotengenezwa. Kwa hiyo ni kitu simple. Mafuta ya kondoo tu, hamna chengine chochote. Kwato tu. Sasa ndio ujiulize, huyo alogundua mpaka hizo kwato alikuwa anatafuta nini? Ndio hiyo wa Tanzania hatari kweli kweli. Yaani wa Tanzania waone hivi. Ndio mtu mmoja akasema, wa Tanzania kila kitu wako juu. Anasema kulitengenezwa kifaa, hichi kifaa kikiwekwa sehemu, kina sensi, kina uwezo wa kumkamata mwizi. Katengenezwa Amerika huko, hivyoingizwa Ulaya, kapata wezi kama 50, eti Marekani wezi 50. Hivyo wetu Uingereza kapata kama wezi 3. Hivyo wetu nchi jirani Kenya kapatikana wezi kama milioni 10 hivi. Uganda usiseme. Lakini kilivyokuja mashallah Tanzania, kikaanza kusensi kile kifaa chenyewe kikaibiwa. Chote kimeibiwa. Wewe unaona mchezo na Tanzania? Achana na Tanzania. Achana nayo Tanzania. Sasa mimi nishamaliza mafuta ya kondoo haya. Na dawa moja inaitwa dhoful jinsia, na zote hizi zinatoka Tanzania. Na nyingine inaitwa mathna wa thulatha wa rubaa, na nyingine inaitwa alqawiyul awwal. Kwa hiyo pia tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume limegundulika Tanzania, linapona. Tena njoo hapa kwa Sheikh Uthman Michael. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.